Wow. Ndio. Jambo la kusikitisha ni kutokuwa na mwenzetu. Of course kila mtu anafahamu. Especially mimi kwangu lilikuwa ni pigo kubwa sana, kwa sababu yani tofauti tu na kumweka kuwa mwanakwaya. Vipi Faisal Media, Festo mdogo the last one nyuma ya kipaza sauti. Je, umesubscribe? Kama bado shuka hapo chini, bonyeza kidude cha subscription ili tuende sote sawia kwa pamoja. Sasa mojawapo ya kundi la muziki wa injili linalofanya vizuri nchini na Afrika Mashariki kote, basi Zabron Singers kupitia baadhi ya nyimbo zao kama vile Moyo Uko Single, Naogopa, Mkono wa Bwana na Sweetie. Kundi hilo awali lilikuwa lina jumla ya waimbaji 17 kutoka kwa familia moja, ila kwa sasa wamebaki 16 baada ya Mako kufariki dunia mwaka jana. Kundi lipo vizuri, awali chimbuko lao likiwa mwaka 2006 makao makuu Shinyanga chini ya kanisa la Kisabato Kahama Central SDA, kutokana na mzee wao mkubwa aitwaye Zabron kupendelea kuimba kwaya, hivyo basi watoto, wajukuu na ndugu wengine wakaamua kuenzi kipaji na jina lake kwa aina hiyo ya kutengeneza nyimbo za kuabudu na kumtukuza Mungu. Wengi wakiwafahamu haswa baada ya kuachia wimbo kwa jina Mkono wa Bwana mwaka 2015, wimbo ambao ulipokelewa pakubwa sana ulimwenguni. Lakini unajiuliza ipi nguzo yao? Hawa hapa, hebu wape sikio lako. Katika safari yenu vitu gani vikubwa vitatu ambavyo vimekuwa ni nguzo kwenu ya mafanikio? Of course kuna vitu vingi, lakini naweza nikasema kwanza kabisa ni Mungu. Cha pili ni juhudi. Mungu ametupatia talent, akatuamini kwa kitu tunachokifanya. Kuna kipindi mimi watu wanawaambia huenda kuna mtu mwingine mwenye talent kama ya Japhet, lakini yeye hayuko kwenye level niliyopo mimi kwa sababu hana juhudi. Kwa hiyo cha pili ni juhudi. Na swali lilikuwaje? Vitu ambavyo vimekuwa ni nguzo kwenu. Yes, okay, sawa. Tatu. Cha mwisho kabisa ni kuzingatia kila ambacho watu wanatuamini nacho. Kwa mfano unajua kuna vitu fulani hivi watu wakisikia wanajua hawa ni Zabron, especially si tumewekeza sana kwenye ujumbe wa nyimbo zetu tunazozifanya. Kwa hiyo pia tunajaribu kung'ang'ana kukaa hapo. Labda anaweza nikaongezea kitu kingine pia. Huwa tunakaa, tunashauriana kama familia, kama Zabron Singers pia. Kuna kipindi tunapokea ushauri kutoka kwa ndugu zetu, maana hii ni kwaya ambayo mostly ni watu wanatoka kwenye ukoo. Ila pia mtazamaji, usisahau ipo mchakato hasa wanapotangamana na mashabiki zao pale mitandaoni. Penye mazuri hayakosi pia kutokea yanayowagusa pale mitandao binafsi, labda kupitia comment za wasikilizaji na watazamaji pia. Je, kipi kipindi hasa comment ya mtu labda walihisi labda imegusa nafsi zao negatively, na hatua zipi kama kundi waliweza kuchukua? Comment ambayo nimetoka tu labda naomba niongee tu. Kuna ingine tu nimetoka kuisikiliza saizi ya kiongozi mmoja alikuwa anajaribu kuzungumza. Analalamika kuhusu mstari wa wimbo. Mstari wa wimbo wa hili limeniuma sana. Kuna kile kipengele kinasema, ila ninaelewa kazi yako Mungu haina makosa. Yeye sasa anakibeba katika mfumo ambao yani ni kama hajaelewa. Lakini kibinadamu tunapokuwa tunaandika nyimbo pia tunafanya kulingana na mafundisho ya Biblia. Na binafsi mimi ninaamini kwamba mwenye maamuzi ya kunifanya mimi niishi au niondoke duniani huwa ni Mungu, na kila maamuzi analolifanya lina sababu zake nyuma ya pazia. Unaelewa? Kwa hiyo mimi ninaposema kwamba Mungu ninaelewa kazi yako haina makosa. Of course Mungu anapoamua either uendelee kubaki kuishi duniani au uendelee kutoka duniani au utoke duniani, yeye huwa anakuwa na sababu zake za msingi. Na kuna kipindi kweli kuna vitu watu tunasikia vinatuumiza, lakini sisi kama watu wa Mungu tunaelewa. Kuna kipindi mimi huwa ninaamini kwamba mtu yeyote anaweza kucomment kuhusu sisi ni kwa sababu anaamini sisi ni familia yake. Asingelikuwa anaamini kwamba sisi ni familia yake, asingeongea kuhusu Zabron Singers. So tunaelewa hata watu wanapokuwa wanatushauri, wana comment. Ila kitu ambacho naweza nikawaambia watu, haitawezekana tuishi kwa kumridhisha kila Mtanzania wa Mbeya, wa Mwanza, mchungaji wa Bukoba, wa Dar,
Maanake tukitaka hivyo inabidi labda tupeane majukumu. Kama kuna demand ya mchungaji wa Mbeya, tukubaliane mwaka kesho tufanye anachokitaka yeye. Halafu tusikilize tena shabiki wa Dar es Salaam yeye anataka nini. Tumpe yeye hata miezi miwili, tufanye na yeye anachokitaka. Tuimbe nyimbo anazozitaka yeye. Hatuwezi kuishi hivyo. Japo lenye hisia mtazamaji, ila nitakosa kuwa mwenye fadhila nitakapokosa kuuliza hili. Je, uwepo wa Mako alipokuwa bado angali hai, mnafanyaje kuhakikisha kwamba atasalia kukumbukwa au hata kutambuliwa kwenye kundi hili la Zabron Singers? Ndio, jambo la kusikitisha ni kutokuwa na mwenzetu. Of course kila mtu anafahamu. Especially mimi kwangu lilikuwa ni pigo kubwa sana, kwa sababu yani tofauti tu na kumweka kuwa mwanakwaya, mimi pia nilikuwa ninamwandaa kuwa mwalimu msaidizi kwangu. Na of course hata kuna baadhi ya nyimbo ambazo alitoa nyingi tu ambazo zilikuwa ni mimi kama vile ndo nilikuwa nikimuongoza. Na hizo nyimbo zote ambazo amekuwa akiandika, of course mimi zilikuwa zinafika mezani kwangu kwanza kabla zitoke. Kwa hiyo ni mtu ambaye mimi nilikuwa namtegemea sana. Tofauti na hilo pia alikuwa na talent kubwa sana ya kuweza yani kutambua ukubwa wa nyimbo. Kwa hiyo nilimwamini sana katika namna ambavyo tunaweza tukaifanya Zabron Singers iende mbele zaidi. Sawa, mimi nayeyuka mtazamaji. Kikubwa ni ukibonyeza hicho kitufe chako kwenye subscription ili tuyaweke sawa pamoja, haswa kila tunapozitundika mitandaoni, maana hapa ndipo. Mimi naitwa Festo Mdogo, The Last One.